Shalom wapendwa, karibuni katika channel ya Watch and Pray. We are here in this channel to watch and pray. Fuatilia na kuomba. Tazama, angalia vizuri. Wengi wetu tunaomba lakini hatutazami. Tunaomba lakini hatufuatilii. Omba ukifuatilia. Maandiko yanatuambia to watch and pray. We should watch and pray. Yesu alijua ni kwa sababu gani alisema hivyo. Alijua maana kuna vita tunapigana tunavijua na kuna vita tunapigana navyo hatuvijui. Amina. Sasa leo ujumbe wa leo tunaenda kuongelea kuhusu roho ya Herodia. Roho ya Herodia inafanya kazi mpaka sasa hivi tunavyoishi. Na the same hiyo roho ya Herodia ilianza tangu wakati wa Edeni, Adam na Hawa wakiwa Edeni. Ambao pale yule nyoka alimshauri nani? Alimshauri Hawa ale lile tunda, ambao ilikuwa ni ile roho ya Herodia. Baada ya kula lile tunda wakaharibikiwa, ikawa mwisho wao. Hiyo roho ya Herodia tena ndio hiyo ilikuja ikamshauri nani? Herodia akaja akamshauri ule mtoto, ule msichana afanye nini? Amwambie mfalme Herode wakati wa birthday yake, maana alikuwa ameahidiwa kwamba atapewa chochote maana amemfurahisha mfalme. Sasa Herodia alijua kwamba kwa sababu ahadi imewekwa atafanya nini? Mfalme hata kataa. Akamshauri mtoto wa Herode akatikishwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji. Sasa hii roho ya Herode tena tukiangalia ndio ilifanya kazi wakati wa Filisti. Walimshauri Delila amwambie Samson kuhusu Syria. Ni hiyo roho moja ya Herode. Sasa jichunguze wewe, ujiangalie kama uko na roho ya Herodia ndani yako. Hakuna kitu kibaya kama roho ya Herodia. Roho ya Herodia ni mbaya sana. Sasa usiwe unatawaliwa na hiyo roho. Maana hiyo roho ni ile unajua kabisa hii ushauri sio mzuri. Ama katika upande wako kwa sababu uko na evil spirit unaona huu ushauri ni mzuri. Na kuna mahali unaenda kuharibu. Ushauri wako kama unaona ushauri wako unaharibu mahali, jua wewe uko na roho ya Herodia. Roho ya Herodia ni mbaya sana, ni ya uharibifu. Roho ya Herodia ni ya kuua. Hata ukiwa katika biashara zenu, wakati mko katika biashara, sio kila kitu unamwambia rafiki, unamwambia mwenye mnafanya naye biashara, unamwambia rafiki yako. Hujui ako na roho gani pale. Hujui roho gani, hujui kama roho ya Herodia iko ndani yake. Na sio kila ushauri mnaopewa ama unapewa unaufuata, unaifanyia kazi. Ushauri mtu upewa, wewe ni kusikiza kama unataka kusikiza, na kama hutaki unaweza toka kaachana naye hapo. Na kama unakusikiza unasikiza, lakini sio lazima ufanye. Piga darubini ushauri huu unanipeleka wapi? Ushauri huu matokeo yake ni gani? Maana unaweza kuwa umepata ushauri wa Herodia na kuna mwingine mahali ataumia, na hata kama si mwingine, wewe mwenyewe pewa ushauri ukakuumiza wewe mwenyewe. Ukakuumiza wewe mwenyewe ukabaki kujuta. Majuto ni mjukuu huja baadaye. Sasa haina haja useme ni fulani alinishauri, wakati ulikuwa na maamuzi wa kuipinga hiyo roho ya Herodia. Kataana nayo na usiwe mmoja wa maherodia katika jina la Yesu. Na kama iko ndani yako, omba sana ikuondokee. Omba sana roho ya Herodia ikuondokee mpendwa. Ninakupenda sana na Yesu anakupenda zaidi. Barikiwa.